Popote pale ulipo, karibu katika Kilinge cha Familia. Wanafamilia, tunakutana hapa sebuleni ili tuyajadili masuala yetu yanayotuhusu. Na yako mengi masuala yanayotuhusu sisi wanafamilia. Popote pale ulipo ujue tunakufikia, lakini pia tunakukaribisha katika Kilinge cha Familia hapa sebuleni. Mimi ni Lugendo Madege. Nami ni Sauda Mkalokota. Tuna imani hujambo. Madege kasao kuuliza hali, lakini sio mbaya sana kwa sababu mimi nimekujulia hali. Na kama ilivyoada Madege, kwenye sebule yetu hapa tunazungumza masuala ambayo yanahusu wanafamilia. Kwa sababu sisi tuna familia na wengine pia wana familia, lakini yote tunatafuta mustakabali mzuri wa familia zetu za baadaye. Familia hii ya leo na ambayo tunaanzisha kesho na kesho ataanzisha familia yake, mambo yakiwa yamenyooka, familia zitakuwa bora, viongozi bora, wazazi bora na kila kitu kitakuwa kizuri. Lakini hii leo tunaangazia wajibu wa familia katika kuondoa tatizo la watoto wa mitaani. Mitaa haina watoto. Lakini tunashaka watoto wa mitaani. Imekuwa watoto wa mitaani. Ndio hapo sasa hivi tujue hapa inakuaje. Kwa nini watoto wa mitaani linatoka wapi ili neno watoto aina gani hao? Lakini sasa mjadala huu kwa kina tunaye hapa Onesmo Itozia. Huyu ni mtaalamu wa malezi ya watoto na huduma za ustawi wa jamii. Karibu sana. Nakushukuru sana. Lakini vile vile ni mkurugenzi wa Global Child Advocates. Na vile vile tunaye Usula Tewa, bimrembo kabisa, ambaye pia ni ofisa ustawi wa jamii jiji la Ilala. Karibu sana. Dar es Salaam. Dar es Salaam na ni mama pia. Dar es Salaam. Sasa ndio Ilala ndio iko pale. Kwa hiyo ndio wenye mji wao. Ndio wenye mji wao, maana jiji ndio liko kule. Jiji mkoa uko mkubwa sana, lakini jiji lenyewe tunazungumzia Ilala, lakini tunazungumzia mkoa kwa ujumla na Tanzania yote. Karibuni sana jamani. Asante. Tuanzie na hapa, nilikuwa tunazungumza hapa tulisema watoto wa mitaani. Na mitaa tunajua haina watoto. Ila watoto wa mitaani hasa tunamaanisha nini tukisema watoto wa mitaani? Tewa. Kama ulivyosema kweli, mitaa haina watoto. Watoto wanatoka kwenye familia zetu lakini wanakimbilia mitaani. Kama unavyojua palipo pazuri ndipo mtu anapokimbilia. Lakini haina maana kwamba mitaa ni mizuri kuliko familia zao. Sio kuliko familia. Na sasa hii dhana ya watoto kukimbilia mitaani inatokana na kuna namna ambavyo kwenye familia hakuna mvuto. Kwa kuwa mtoto hawezi kufanya maamuzi sahihi, basi anakimbilia mtaani kwa sababu mtaa hauna mipaka, sio? Kwa anakimbia tu asiko kujua. Ndio maana watoto wanahitaji kuongozwa hapa na pale kwenye mambo mbalimbali. Kwa kuwa anajua kwamba nyumbani kumekuwa kubaya, ndio anakimbilia mtaani ambako hakuna mipaka. Kwa hiyo ni sawa sawa kwamba baada ya kufanya kitendo hicho kwamba pengine ni madhila amekumbana nayo kama alivyosema nyumbani akakimbilia mtaani huko. Ni sawa sasa jamii iwaite kwamba hawa ni watoto wa mtaani? Sasa hapo unajua nimependa Tewa alivyosema kwamba mtaa umeonekana kwamba ni salama kwa watoto kuliko familia. Kwa hiyo tunaposema kwamba wako mtaani, ya maana kwao, yani ndio inatupatia picha ya familia zetu. Yani mtoto ameona kule ni afadhali kuliko nakotoka. Sawa? Kwa hiyo inanipa kuona kwamba kuna ulazima wa kuona familia zetu tuziwekeje ili kweli ziwe mazingira ya hawa watoto kukaa. Sasa ndio tujiulize sisi, kipi afadhali? Kumuita jina kwa sababu ya eneo alipo au kumuondoa kwenye hilo eneo? Maana unaweza kumtafutia jina zuri likawa ni lile lile. Kwamba akawa mahali anapoishi ni pale pale. Ni pale pale. Na kama kuna mateso anayapata yale. Lakini jina limebadilika. Tumekuita jina zuri, mrembo, au tajiri, mtanashati. Sibana mnatuita tajiri. Lakini na njaa, hata hela kwa tajiri. Itozia, kuna sababu gani ambazo tunaweza tukasema kwamba labda mtoto amezieleza hizi ni sababu za msingi za yeye kuondoka nyumbani? Kuna mambo ambayo moja ni wanasema uchumi, na nyingine kufiwa na wazazi. Mtoto amefiwa na baba yake au na mama yake au wote wawili, ameshindwa kukaa kwa mjomba, amekosa mjomba, amekosa shangazi, amekosa babu, amekosa nani, kwa anaamua aingie mtaani. Au pale alipokaa ananyanyaswa, anafanywa ukatili, anachumwa kuliko watoto wengine, hapewi huduma za msingi. Lakini lingine, makundi. Sasa mimi kwenye makundi wanasema kama
kundi watoto vijana wale vijana wana miaka 15 20 wameweza kunyang'anya mtoto wako wakampeleka mtaani, wewe ulikuwa wapi kama mzazi? Yaani kwamba wamemshawishi. Wamemshawishi. Wamemtoa kwenye ushawishi wako, ina maana wewe hukutengeneza mazingira ya ushawishi wa kutosha kwa huyu mtoto ili ushawishi mwingine usipate nguvu kwako. Unaona? Kwa hiyo hayo yote tunaona ni swala kiujumla, nasema ni tatizo la familia kutokuwa imara, ndio linasababisha watoto wanatoka kwenda mtaani. Ameiba, amepigwa, amekimbia, amefukuzwa, amedanganywa na wengine, hayo yote, au kuna umaskini kwamba kwenye familia kuna tatizo la kipato kiasi kwamba mtoto anaona afadhali niende mtaani nitapata chakula. Ni kwa sababu kuna huyu wakati anakosa hela ya kununua chakula kwa watoto wake, kuna ndugu zake wengi tu wanakula wanashiba na vingine wanamwaga. Naona sazo. Unaona? Kwa nini tusione namna ambavyo tunaweza tukamsaidia ndugu yetu ili aweze kukaa na mwanae? Kwa hiyo sababu ni hizo. Nasema tafsiri ya familia tumeiondoa kwenye uhalisia wake, kwa hivyo tunajikuta hatuwezi kusaidiana ili watoto wasiende mtaani. Sawa, wakati sisi tunaendelea kujadili hapa, lakini kuna wale ambao pia wanatufuatilia mtaani nao wanatamani wazungumze. Tumewafuata ili nao kutoa maoni yao kuhusiana na swala hili la wajibu wa familia katika kuondoa tatizo la watoto wa mitaani. Wao maoni yao ni yapi hasa? Kwa upande wangu naweza nikasema ni uchumi. Kwa sababu unaweza kukuta muda mwingine mtu anaweza kaa na mtoto, mfano uchumi wake ni mdogo, yani mtoto hakumtarajia kumpata, au anaweza kumtarajia kumpata, sasa uchumi wake ukiwa ni mdogo atashindwa kuwa na malezi yanayotakiwa, na malezi actually huaga yanaendaga na fedha, yani kiuchumi wewe lazima uwe sawa. Teknolojia ichangie, kwa sababu jambo hili la watoto mitaani halijaanza leo. Toka kipindi cha teknolojia iko bado watoto mitaani wapo na wanaendelea kuwepo. Mtu mwingine uraibu wa madawa ya kulevya anachukuliwa anapelekwa soba, mwingine yule ni mradi, ni biashara, anapata fedha kupitia wale. Kwa hata hao watoto ambao leo mitaani na nani, ule ni mtaji wa watu. Kuna wengine yuko Dar es Salaam anamchukua mtoto kutoka Dodoma anamleta pale, anakuwa mchana anafanya biashara, sio maana anampa mayai, usiku anapa kulala anamtenga. Hizo. Kwa hiyo vitu vipo tu, na hii ni mipango ya watu. Kwa hiyo serikali itunge sheria kali ya kudhibiti hivi vitu. Pia lingine linalochangia kwa watoto wa mitaani, wazazi hao wawili saa nyingine nafikiri kuwa bize sana na mambo yao, kuto kumwangalia mtoto mienendo yake, anaendaje, anatembeaje, shuleni amekwenda, amerudi ameenda wapi, baada ya kurudi shuleni alienda wapi. Hapo ndio tatizo ndio linakuanzia. Mtoto utamkuta mtaani hana shughuli yoyote, ni yupo tu kanaanza kuingia kwenye makundi yale asiyoeleweka, kwanza kuvuta bangi, mara mjichanganya huko, yani vitu tofauti adavifanya. Kwa sababu nini? Hakuna mzazi anemfuatilia kumwangalia mtoto wake nini, kitu gani ambacho anakifanya ambacho sio sahihi kwake. Karibu, kama ndo kwanza unaungana nasi, bado unaendelea kuangalia Kilinge cha Familia. Mimi ni Sauda Mkalokota, mwenzangu Lugendo Madege. Tabasamu basi. Mimi si mtu atabasamu. Bado hujazoea bwana. Tabasamu Sauda. Na kubwa hii leo tunazungumzia wajibu wa familia katika kuondoa tatizo la watoto wa mitaani. Hapa sebule yetu tunaye Onesmo Itozia ambaye amebeba majukumu mengi. Baba, pamoja na hayo ni mtaalamu wa malezi wa huduma za watoto ustawi wa jamii, lakini vile vile ni mkurugenzi wa Global Child Advocate, lakini vile vile tunaye Usula Tewa ambaye yeye ni ofisa ya ustawi wa jamii jiji la Dar es Salaam, jiji la Ilala, Dar es Salaam. Nimepatia vizuri hapo. Yes. Kwa hiyo tumeona wale ambao wamezungumza, maneno mengi yamezungumzwa Madege. Migogoro imetajwa. Na hilo la migogoro hasa ndio naona kama limechukua nafasi kubwa, lakini umeona kile ambacho wataalamu wamejadili kwamba hakuna mitaa haina watoto. Na hilo pia limezungumzwa kwamba mitaa haina watoto, kwa hiyo wale watoto ni wa familia lakini wameamua kwenda mitaani. Lakini hata vifo pia Madege, wakati bado nataka kutupa swali, akifa baba akifa mama. Onesmo mwanzo alisema kwamba familia si tu baba mama na mtoto, kuna wale ambao wapo akina wajomba, washangazi,
Hili nayo sijui mtaliangalia kwa namna gani kitaalam. Familia zetu zimekuwa na uoga sana wa mwacha mtoto wake na ndugu yake wa damu kabisa, bila ya hiana kwamba huyu namwacha hapa, lakini mwanangu atakuwa salama hapa. Hamulioni labda pengine ile linaweza likawa pia ni sababu inachangia hiyo kwamba huyu haendi huku kwa sababu mimi nataka kumlinda. Sawa, mimi kuna mambo manne ambayo katika kufanya utafiti wangu nimegundua yanaweza kufanya familia yoyote ikawa salama. Jambo la kwanza, mawasiliano. Na tunaposema mawasiliano nazungumzia kubadilishana hisia. Sawa? Kubadilishana hisia. Kwa maana umekasirika, umechukia, umeumia, yani unaweza kumwambia mwenzio. Jambo la pili nilisema ni uaminifu. Unajua kwenye familia siku hizi kuna watu ambao wanamtapeli mpaka ndugu yake. Unaona? Mtapeli baba yake au mama yake. Mtapeli mama yako na mtapeli baba yako. Hili haliwezi kujenga familia. Jambo lingine ni ni kusaidiana. Kwa maana kwamba ni kusikia na kusaidiana ni kwamba ni pamoja na ushauri, usaidiana wa kiuchumi, kusaidiana watoto. Lingine ni kuheshimiana. Yaani tujue kwamba kuna mkubwa, kuna mdogo, kuna mdogo haheshimiwe kama anavyoheshimiwa mkubwa, kujue kuna mtu anafanya maamuzi. Sasa hayo mambo manne ni muhimu sana. Yakikosekana kwenye familia, nitashindwa kupeleka mwanangu kwa Madege. Unaona? Sababu kwa Madege mjanja, unaona? Nimpelekee mwanangu kweli. Lakini kama ingeweza kufanyika kwamba wote kwenye familia nzima tuna mawasiliano hayo. Nampigia Tewa ananipigia mimi, anakupigia wewe unampigia huyu, wote tunapata tatizo, maana kuna mtoto wa fulani ana shida, tumchangie aende shule. Yani kumleta mwanangu kwako haitakuwa shida. Sehemu ambazo kila mtu anaishi kivyake inakuwa ni ngumu. Unakuta familia yenyewe mko 10 lakini bado na nyinyi hamuelewani. Unaona? Kwa hiyo kuna haja ya kurudisha kwanza. Yaani huwezi kuondoa watoto mtaani kama familia haziwezi kuwa na ushirikiano. Na kwenye jamii yetu tusimvumilie mtu yoyote ambaye hatoi matunzo kwa watoto. Na kwa sababu unazungumza hivyo, nilikuwa najua utazungumza huku na mwangalia Tewa. Tewa anataka kuzungumza, umetulia tu, yani kama vile hujui kama Tewa. Unajua kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu hapa nazungumzia swala la jamii. Tewa mpaka aletewe taarifa ofisini. Sawa, hawezi kutembea kwenda kuwakagua hawa watu. Lakini kuna marafiki, tunaye rafiki yetu hapa tunajua hatoi matunzo. Alafu bado tunaendelea ila jamii sasa hivi unajua imefunguka kidogo Jamii sasa hivi inatoa taarifa. Wakiona kama kuna mtu anatendewa ndivyo sivyo, taarifa tunazipata. Kwa sababu na sisi tunawatumia hawa vijana wa CHWs ambao wako mitaani. Okay. Wale wa kujitolea. Wale wa kujitolea. Wenyewe wakitoa taarifa kama kuna ukatili unafanyika sehemu, kama kuna mtu anakuwa hatoi matunzo, zile taarifa sisi zinatufikia then tunafuatilia. Lakini tunazifanyia kazi kwa haraka. Tunazifanyia kazi. Hata Madege wewe mwenyewe umekuwa shahidi mzuri kwenye hii. Unaona? Kwa kumbe hivi tunavyopata hizi networking Sawa. Mimi Madege pia ni shahidi. Kuna baada ya kutoka kwenye kipindi hapa sometimes ameniunganisha na mtu ambaye amekuwa akipitia nani fulani. Kwa kumbe kitu kikubwa pia ni idara ya ustawi wa jamii kujulikana inafanya nini. Sio wengi wanajua kwamba idara ya ustawi inafanya nini. Watu wanajua tu tunashughulika na migogoro ya ndoa tu. Sio migogoro ya ndoa, ni pamoja na kuangalia hizi welfare za hawa watoto. Sisi tunadili na watoto, wazee, watu wenye ulemavu, na mambo ya familia kwa ujumla. Kwa mfano tukikuta mlemavu, tunaitafsiri sheria inasema nini kuhusu mlemavu, kwa sababu kuna watu wanaoficha watoto wenye ulemavu, sio? Lakini jamii ikijua sheria inasema nini kuhusu mambo ya walemavu. Tunazungumza ya walemavu sio siku yake, lakini kwa sababu hao walemavu nao wako kwenye familia. Ndio maana wanatumika vibaya, wanatembezwa kwenye vibaiskeli, watu wanapata kwa hiari yao. Kwa hiyo kumbe sasa watu wakitafsiriwa sheria wanafunguka. Tuweza kwanza kwenye kwa wanafamilia wengine kwenye mitandao ya kijamii tumeuliza hili kuhusiana na wajibu wa familia katika kuondoa tatizo la watoto wa mitaani. Wamejibu nini kuhusiana na swala hili?
Na tunaanza na Helen Ndopwele, yeye ameandika familia ndio msingi wa malezi, wazazi wakitimiza wajibu wao wa malezi, upendo na uangalizi, watoto wengi hawatakimbia mitaani. Na Frank Bartholomeo, yeye ameandika migogoro ya kifamilia, ukatili wa nyumbani na umasikini ni sababu kubwa zinazowafanya watoto kuingia mitaani. Wakati Arafa Ramadhan, yeye ameandika watoto wanahitaji kusikilizwa, si kupigwa au kunyenyepaliwa. Baadhi yao wanashindwa kurudi nyumbani kwa sababu ya manyanyaso ya kifamilia. Na Elizabeth Kikoti, yeye ameandika jamii na familia zishirikiane kuhakikisha watoto wanapata elimu, chakula na mazingira salama ili wasiishi mitaani. Kupunguza watoto wa mitaani kunaanza ndani ya familia kabla ya serikali kuingilia kati. Ameandika hivyo. Na Mohamed Rashid, yeye ameandika hakuna mtoto wa mtaani, alizaliwa mtaani, wote wana familia. Hivyo wazazi na walezi wana wajibu mkubwa wa kuwalea na kuwalinda. Na tukimaliza na ujumbe kutoka kwake Michael Gervas, yeye ameandika mzazi akimlea mtoto kwa upendo, kumhudumia na kumwelekeza vizuri, mtoto hawezi kuona mtaa kama sehemu bora ya maisha. Jamii isiwaone watoto wa mitaani kama wahalifu pekee, bali waone ni watoto wanaohitaji msaada na malezi. Ujumbe mzito, ujumbe kila unaosoma unakuwa umegusa hisia. Umegusa pale pale. Nasema kama watoto wasione kama waone kama watoto wanaohitaji msaada na malezi, kwamba watoto wameshindikana hao. Nataka kuzungumza kitu hapo. Nikitaka kuangalia, kuna mmoja amesema habari ya familia kuwajibika kutoa malezi. Lakini mmoja akasema familia ziwezeshwe kiuchumi na kielimu kuhusiana na masuala ya malezi. Mimi naona haya ni masuala ya msingi sana. Na kwa sababu familia zikiwezeshwa kujua masuala ya malezi ni swala la ushirikiano. Na zikawezeshwa pia kiuchumi. Zinawezeshwa na nani? Ndo hapo tunapokuja. Kwanza kabisa mimi wanasema kuwezeshwa kuzuri ni kubadilishwa mtazamo wa akili. Mtazamo wa fikra. Kuna watu wengine, kuna siku moja tuenda mahala, tukakuta tunaambia ile familia ni maskini, lakini yule mzee ana heka 6 za minazi. Lakini watu wanamuona kama ni maskini. Na yeye mwenyewe anajiona hivyo. Na yeye mwenyewe anajiona ni maskini kwa sababu amesema ni maskini. Unaona? Mama mwingine alikuwa na heka 2 za ardhi, hawezi kuzifanyia chochote na anasema yeye ni maskini. Unaona? Kwa kitu cha kwanza tunaposema kumwezesha mtu kiuchumi, tusifikirie kumpatia kipato. Tufikirie kwamba namna gani ambavyo tunawasaidia watu kuwa na mtazamo chanya kuhusiana na maisha yake. Kwamba hata mimi hivi nilivyo hapa, ukinisaidia kunifungua akili, nitaona fursa, nitafanya mabadiliko. Lakini nirudi kwa ndugu. Yaani mimi na changamoto na ndugu. Hakuna furaha kujiona wewe peke yako una uwezo na unaweza kula, afu kuna ndugu yako ambaye ni wa damu. Nichukue ndugu wa damu, hata kama mligombana, hata kama kulikuwa na ugomvi kwenye ukoo wa miaka na miaka, inabidi ukate hiyo kamba. Uhakikishe kwamba mnaanza kutengeneza kizazi kipya cha watu wapya ambao hawana historia ya uharibifu, ili muweze kusaidiana. Kwa sababu hawa watoto, mimi wanasema hapa nimebeba chapa ya koo vizazi 4 huko nyuma yangu. Na huku pia mimi baada yangu kuna vizazi 4 ambavyo vinaweza kuathiri mbele yangu. Sasa ukizungumzia vizazi 4 unazungumzia watu zaidi ya 1000. Unaona? Na mimi huku vizazi 4 kama zaidi ya 1000 watu wako nyuma yangu. Sasa nikisema nini peke yangu kwenye huo ukoo, nafikiri nimejikomboa? Bado. Nimetengeneza tatizo lingine ambalo bado ile DNA yetu ile bado inateseka kokote itakapokuwa. Kwa hiyo kikubwa ambacho naweza kushauri watu, pamoja na matatizo ya kiuchumi tunayofikiri yapo, ukimkomboa mtoto mmoja wa mdogo wako akaweza kutoka kiuchumi. Unajua wengine kumsongelea mtu kiuchumi, kuna mtu mwingine akili yake haiwezekani kabisa kuisaidia kiuchumi. Yaani hawezi kabisa, na ndio hapo anasema nikimpa atakula. Msaidie mwanae. Msomeshe mwanae. Mwanae msaidie apate ajira. Akiweza kupata ajira,
umekomboa naye umekata mnyororo fulani hivi ambao itasaidia kuokoa wengine, kwa sababu huyo angeenda mtaani huyo mtoto, lakini baada ya kumsaidia ukampa elimu au ukampatia ujuzi akaweza kujitegemea, hawezi kwenda mtaani. Kwa hiyo umepunguza idadi ya watoto waliokuwa mtaani. Unaona? Kwa hiyo kila mmoja akifanya hivyo kwenye kila familia, watoto hawatakuwepo mtaani tena. Sasa lakini tatizo tayari lipo. Kama ni maji yamemwagika, je, tunayazoa kwa namna gani? Okay. Mimi wanasema cha kwanza kabisa, kwa ufupi. Cha kwanza kabisa tuzuie kwanza kabisa wasitoke. Yaani huwezi kuwa unatoa unaleta wakati kuna wengine wanaingia ukafikiri unatatua tatizo. Cha kwanza tutengeneze mazingira ya hawa watoke. Wakati tunazuia hawa wasitoke, tuanze sasa, na sio kuwazuia kwa stendi. Ile ni nzuri, lakini bado kwenye familia kuna shida, kwa hiyo watakuja tu. Familia yenyewe sasa ifanye mambo ambayo watoto wasijione kama vile wako kama wametengwa, kama nyumbani ni pagumu kutoka. Kwa hiyo nashukuru kwamba dada Tea ametuzungumzia habari hizi za kuhakikisha tunazuia. Tumezungumzia habari ya upendo. La pili, sasa la wale walioko mtaani sasa tufanyeje? Wale walioko mtaani, mifumo hapo sio familia. Liko nje tayari ya uwezo wa familia. Unaona? Kwa sababu mimi kama na mdogo wangu yuko mtaani au mtoto wangu yuko mtaani, sijui yuko mtaa gani. Unaona? Sasa hapo ndo kuna zile taasisi za kijamii kama sisi Global Child Advocates tunafanya. Serikali kwenye halmashauri husika, sheria ya mtoto imeipatia halmashauri wajibu wa kuhakikisha mtoto yeyote ambaye yuko katika mazingira hatarishi anapewa makazi, anapewa malezi bora. Kwa sababu zinatofautiana kati ya mtoto na mtoto. Sababu zilizowapeleka mtaani. Kumbe kunatakiwa sasa tufanye upembuzi yakinifu kabisa. Kwamba ni nini kilimtoa mtaani, lakini wakati huo mifumo iwe imekaa vizuri kulingana na sababu ambazo wao watazitoa. Kama ni yule anayetaka rehabilitation, amekuwa addicted, apate ile comprehensive rehabilitation service, na then what is next baada ya kuwa ameshakaa sawa. Okay. Rehabilitation si ni kuwa wanasema utengamao. Utengamao. Kama walikuwa wamekuwa na addiction ni uraibu. Kama wamekuwa na uraibu, tuwatoe kwenye ile hali ya uraibu, then wakishakaa sawa sasa. Uraibu umeisha. Nini kinafuata? Kwa sababu kusipokuwa na mlango mzuri wa kutokea na wapi anafikia, ni rahisi sasa kurudi kwenye uraibu. Kwa hiyo ina maana hii mifumo hapa tunatakiwa tuiweke vizuri, lakini pia huku kwenye familia tukao tunaongea kama alivyosema na kwamba familia ndio sehemu salama kwa hao watoto wetu. Kwa kumbe tusiseme kwamba tunawapeleka wapi. Hii familia ndio tuitengeneze ili iwe sehemu salama kwa hao watoto kurudi. Lakini kuna wale ambao wamepotea kabisa. Hawajui hata wanakoenda. Serikali imeshafanya mifumo mizuri. Kuna hizi non-governmental organizations hizi safe houses hizi. Makao tunaita nyumba salama. Haya makao yanawahudumia watoto vizuri sana. Ni bora mtoto akakaa makao kuliko kumrudisha sehemu ambayo anaenda kuwa sio salama. Na pengine alikimbia unyanyasaji huko. Sawa. Tewa, tunatamani tuzungumze nanyi hata mpaka kesho. Tukivifuta vipindi vyote ili tuzungumze tu kilinge hiki mpaka kesho kuyajadili haya familia. Lakini muda unatubana. Tuna muda maalum wa kuzungumza katika kipindi hiki. Bila shaka tutakuja kuzungumza wakati mwingine, mara nyingine, tukiyajadili haya yanayotuhusu sisi kama wanafamilia. Sawa? Nashukuru sana. Sawa. Sauda? Sawa, mimi nani nikupinge? Basi hatuna la ziada. Mengi tumezungumza hapa, tunaamini mwanafamilia ambao unatufuatilia, mengi umeyabeba hapa, na kama nyumbani kwako kidogo kuko sawa, utajua wapi ukaze. Na kama kuko vizuri utaona wapi ushikilie ili familia iwe imenyooka. Sisi hatuna la ziada. Na mpaka wiki ijayo, kubwa ambalo tumezungumza siku ya leo, tumeangazia wajibu wa familia katika kuondoa tatizo la watoto wa mitaani. Na kujadili hili tulikuwa naye Usula Tewa ambaye ni ofisa ustawi wa jamii akitokea jiji la Ilala, Dar es Salaam, lakini vile vile Onesmo Itozia ambaye yeye ni mtaalamu wa watoto na huduma za ustawi wa jamii na ni mkurugenzi wa Global Child Advocates. Lakini mimi ni Sauda Mkalokota, sahiba wangu pale. Unaitwa nani vile? Lugeto Madegi. Asante sana, mpaka wiki ijayo, kwa heri mtazamaji.